Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kwa majina ni Sheikh Abdullah Bakero, ni imamu mkuu wa Jamia Mosque hapa Garseni. Nachukua nafasi hii na fursa hii kuzungumza na ndugu zangu wa Tana River na vile vile kuzungumza na viongozi wetu wa Tana River. Nafikiri sote tunaona hali ambayo yaendelea kwa sasa, utovu wa nidhamu, kukosekana kwa amani. Kwa hivyo nazungumza na ndugu zangu, Tana River ni kaunti yetu na sote ni ndugu. Tusiangalie ukabila, tusiangalie urangi, tuangalieni ubinadamu wetu, tuishi kwa amani, kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tuishi kama ndugu. Pamoja na kwamba dini zetu ni tofauti, lakini sote tumekusanywa katika chini ya mwavuli wa nini? Wa ubinadamu. Kwa hivyo tunachotaka kwa ndugu zetu katika wakati huu ambayo kwamba tunaona hali ya amani kidogo imeshuka chini, tunaomba ndugu zangu tusivurugwe na watu ambao kwamba wanataka kututumia vibaya. Tusiharibiwe amani yetu kwa sababu ya maslahi ya kiulimwengu. Hii ni habari ambayo kwamba au ni salamu ambazo kwamba nawapelekea ndugu zangu sehemu za Bura, sehemu za Nanigi, sehemu za Anole, sehemu za Garissa. Ndugu zangu, sote ni Waislamu, tusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na mimi kama kiongozi wa Kiislamu, kama shekhe, naomba inshallah tuyasimamishe haya mambo ambayo kama tuendelea nayo, na tujaribu kuangalia Uislamu wetu, tukae kwa amani kwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salamu ya pili iende kwa viongozi wetu, kuanzia uongozi wa juu kabisa, mheshimiwa wetu, mheshimiwa governor na naibu wake, na bunge wetu wa kutoka Galole, bunge wetu wa Bura, bunge wetu wa Garseni, na viongozi wote katika ngazi zao zote. Nawaambia kwa kila heshima na taadhima, nyinyi ndio viongozi na nyinyi ndio macho ya Tana River. Nyinyi ndio uso wa Tana River. Tuwategemea, kaunti inawategemea. Tuna watoto wadogo, tuna wakina mama, tuna wazee wasiojiweza, tuna watu madhaifu wanyonge, hawatoweza kustahimili hali ya vita. Tunaomba muingilie kati hili jambo lipate kusimamishwa kwa haraka sana. Kwa hivyo jaribuni kusimama na kuzungumza na kutumia nguvu zenu zote ili hali iweze kurudi kawaida. Watu wa Tana River warudi katika undugu wao, wenye mashamba warudi katika mashamba yao, wafugaji warudi kwenye ufugaji wao. Jaribuni kusimama na museme kauli, hasatan gavana wetu. Tunakuomba kwa heshima na taadhima, wewe ndio rais wa hii kaunti, tunakuomba kama viongozi wa dini, jaribu kutizama hili jambo kwa undani sana, na viongozi wengine wote kwa jumla, simameni mujaribu kusema kitu ili hili jambo limalizike na watu warudi katika amani yao walikuwa nayo. Mwenyezi Mungu awabariki, atubarikie sote inshallah, aibariki kaunti yetu na aibariki Kenya yetu, atupe masikizano na mahaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kwa majina naitwa Ustadhi Abdullah Maro. Mimi ni naibul imam wa Jamia Mosque Garseni, na vile vile ni ustadhi wa madrasa ambapo kwamba nasomesha Garseni. Ujumbe wangu ni kuwanasihi Waislamu na wasiokuwa Waislamu popote walipo katika kaunti yetu ya Tana River, katika hali ambapo kwamba hii ambapo kwamba tuiona amani imerudi chini. Tujaribu kudumisha amani, na amani hasa huwa inaanza mimi na wewe ambapo kwamba tunagombana. Basi tufikirie ya kwamba hali itakavyokuwa kwa jamii, ikiwa tutakwenda kuzozana na kugombana namna hii, hatukudumisha amani mimi na wewe,
bila shaka itakwenda kuleta masumbuko, na tuwaona hali ambapo kwamba watu wanavyohangaika, watu wanakosa makao, biashara zinakwenda kuzoroteka, wazee wanaanza kuhangaika, watoto wadogo. Hali kama hii ni masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujue kwamba damu ya Muislamu, ama damu, ukimwaga damu basi ujue mbele ya Mwenyezi Mungu una masuhulia. Kwa hivyo sisi tujali pia na ubinadamu wetu, tuishi kama ndugu, tuishi kama watu ambao kwamba walopendana, ili tuwe na amani katika kaunti yetu ya Tana River. Tusivuruge amani yetu ambao kwamba tulionao. Tukivuruga amani itakuwa ni sababu ya kusumbuka sisi wenyewe. Kwa hivyo kama kiongozi wa dini pia nimetoa nasaha kama hii, na vile vile na kwenda kunasihi viongozi wetu wote kwa jumla, tusimame imara katika jambo kama hili, ili kujaribu kulizungumza na kutafuta njia ya haraka kusimamisha vurugu kama hii ambayo kwamba yaendelea katika kaunti yetu ya Tana River. Mpaka hapa nasema wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.